Hatua ya 27 ya kukua kiroho inakutaka uamini ya kwamba dhambi, chanzo cha dhambi, matokeo ya dhambi yana mwisho. Tunapoelekea katika kumaliza masomo yetu ya hatua 28 za kukua kiroho, hatua hii ni ya msingi sana. Inatupeleka katika mwisho kabisa ya historia ya mwanadamu na matukio yaliyoambatana na mwisho wa historia ya mwanadamu. Historia ya mwanadamu inafungwa kwa matukio makubwa matatu. Matukio haya yamegawanyika katika sehemu tatu ambayo tunakwenda kukutana nayo hapo mbele, ikiwa Mungu ataruhusu ya kukute ukiwa uko hai, au ikiwa Mungu ataruhusu ya kukute ukiwa umelala usingizi wa mauti na atakufufua. Kila mwanadamu aliyeumbwa, kila mwanadamu atashiriki katika matukio haya matatu kulingana na sehemu ambayo atapaswa kuwa, kwa mujibu wa namna ambavyo maisha yake aliyaseti alipokuwa duniani. Tukio la kwanza kabisa ni ujio wa Yesu ni ujio wa kwanza wa Yesu anapokuja kutoka mbinguni na utukufu wake, na hii tunaita ufufuo wa kwanza. Tutaanza, matukio yatakuwa kama ifuatavyo. Ni matukio ambayo naomba unifuatilie karibu sana. Katika siku za mwisho, matukio haya makubwa matatu yatakuwa kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, Yesu atashuka kutoka mbinguni na mwaliko mkubwa sana wa malaika. Tukio hili la kushuka kwa Yesu litaambatana na kufufuliwa kwa watakatifu. Katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 6 anasema, juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja na Kristo. Wale ambao Yesu akija atawafufua kwanza na kuondoka nao, na wengine waliokuwa hai watabadilishwa. Anasema hawa ndio ambao ile mauti ya pili haitakuwa na nguvu kwao. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza 4:17 na kuendelea, anasema 16:17 anasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo, sikiliza vizuri, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, hivyo tutakuwa pamoja naye milele na milele. Kwa Yesu atakapokuja mara ya kwanza, au ufufuo, tunaita ufufuo wa kwanza, wafu waliokufa katika Kristo hawatawatangulia walio hai. Watafufuliwa kwanza wafu wote waliokufa katika Kristo, alafu hao walio hai ambao ni wacha Mungu watawakuta wako hai, wataungana na hawa wafu waliofufuliwa na kuungana na Yesu mbinguni. Baada ya hapo nini kitatokea? Baada ya hapo ule mng'ao wa utukufu wa Kristo katika ujio wake na utukufu wake wa kiungu utapelekea waovu wote ambao watakuwa wako hai siku Yesu anapokuja, watakufa wote, wakiungana sasa na wale waovu wengine wote ambao walikufa miaka ya nyuma. Atakayebaki hai dunia nzima atakuwa ni huyu bwana anaitwa Ibilisi pamoja na vile vijini vyake. Sasa baada ya wale walio haki kuchukuliwa kwenda mbinguni na dunia kubaki imetapakaa maiti za watu waliokufa na mifupa ya watu waliokufa katika uovu
na wale waliokutwa na Yesu wako hai nao wakafa. Dunia inabaki ukiwa kabisa, inabaki haina mtu hata mmoja. Hakuna shughuli zozote zinazoendelea. Kila kitu kinakoma kwa muda wa miaka 1000. Kwa muda wa miaka 1000. Alipoona hii hali nabii Yeremia, haya mambo ambayo ninayasema yameanza kuonwa na watu wa Mungu tangu zamani, na ndio maana watu wamejiandaa kwenda mbinguni kuanzia miaka 6000 iliyopita. Habari za kwenda mbinguni hazijaanza juzi. Wako mabilioni ya watu wamelala katika usingizi wa mauti, wanasubiri hii sadaka, hii baraka ya uzima wa milele. Sasa sikiliza. Kitabu cha Yeremia 4 mstari wa 23 mpaka 25. Yeremia 4 23 mpaka 25. Hapa inazungumzia hali ya dunia itakavyokuwa siku chache zijazo, baada ya wale wacha Mungu kuwa wamechukuliwa na kupelekwa mbinguni. Hawa waovu wameteketea chini kwa mng'ao wa utukufu, na wale waovu katika dhambi ambao wamewahi kufa huko tangu Kaini, wakiwa wamelala katika usingizi wa mauti duniani. Hakuna kinachoendelea. Anasema hivi, naliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu. Nikaziangalia mbingu, nazo zilikuwa hazina nuru. Alipoangalia mbingu kwa maana ya ili anga, anasema naliangalia milima na tazama ilitetemeka, na milima yote ikasogea huko na huko. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Katika kipindi chote cha uwepo wa dunia tangu Adamu, haijawahi kutokea kipindi ambapo hakuna mtu hata mmoja ambaye yuko hai, isipokuwa kipindi hiki ambacho nabii Yeremia anakiona katika kitabu cha Yeremia 4:23 mpaka 25, kwamba hakukuwa na mtu hata mmoja. Ni kipindi ambacho watakatifu wanaomcha Mungu wakiwa wamechukuliwa, na waliokufa katika Bwana wakiwa wameokolewa nao wamechukuliwa na Mungu. Waovu wameangamizwa, shetani amebaki hana wa kumdanganya. Ni kipindi cha miaka 1000 kwa mujibu wa maandiko matakatifu, na ni kipindi ambacho ni cha pili tunakiingia. Kipindi cha kwanza tumesema ilikuwa ni kuchukuliwa kwa watakatifu pamoja na wale wafu waliokufa katika Bwana. Kinafuatia kipindi cha miaka 1000 ambacho Biblia inasema ni kama kifungo cha Ibilisi, ambacho Ibilisi yuko duniani, anateseka, hana wa kudanganya. Mbinguni watakatifu wanakula maisha na Bwana Mungu wao. Na nini kitakuwa kinatokea mbinguni? Kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 26 kinatupa picha. Kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 26 anasema, na yeye ashindaye na kuyatunza mataifa yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Pengine anasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja na Baba yangu, kama mimi nilivyoshinda na kuketi pamoja na Baba yangu. Wale watakatifu wakiwa mbinguni watakuwa wamekaa ikulu high table, wakiwa wamezungukwa na makerubi na maserafi na malaika mabilioni, manabilioni, trilioni, matrilioni ambao hawana hesabu. Lakini katika meza hii wakiwa wakila vitu vizuri vya mbinguni vinono, na wakitawala na Bwana. Wanatawalaje? Kwa viwango vipi? Tukiingia mbinguni hatutaelezwa, tutajionea wenyewe. Kwa usikose fursa hii ya kwenda mbinguni ili upate kukua kiroho. Hatua hizi 3 za watakatifu watakazopitia ni za muhimu sana kuzifahamu. Sasa basi, kwa kipindi hiki kwa muda wa miaka 1000 ambapo tutatawala kama tulivyosoma 2:26, Danieli alipoona hii kitu akasema katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 27, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa mataifa wake aliye juu. Ufalme,
mamlaka, ukuu na heshima watapewa watu wake Bwana. Kwa hiyo wewe, na anaposema mataifa, siamini kwamba Mungu na uwezo wake wote mkubwa aumbe mbingu na kadunia tu waka. Wakati ukiangalia universe, ulimwengu lina trilioni na matrilioni ya masayari na viumbe wasioeleweka, utawekwa kutawala kama heshima ambayo Mungu atakupa. Yaani nafasi ambayo Ibilisi alipambana ili aweze kuishika, Mungu atakuchukua na kukuweka kukaa mahali ambapo yule adui alitaka kukaa. Ndio maana hataki uingie mbinguni, kwa sababu inamuuma, amejaa wivu kwamba utaenda kufanikiwa kufika mahali ambapo yeye alitamani. Kwa muda wa miaka 1000 utakuwa mahali hapo, lakini baada ya hapo tutaingia kwenye matukio ya mwisho ya milenia ambayo tutayasoma katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 5 na wa 7. Ufunuo 20 mstari wa 5 na wa 7 anasema hivi. Anasema hivi: hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Hapa anamaanisha wafu waovu. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao wanatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Mungu atatoa ofa ya miaka 1000 kwa wewe mwanadamu unanisikiliza, kutawala pamoja naye. Utashare hadhi ya kutawala pamoja na Mungu, mabilioni ya viumbe, malaika wasiohesabika. Hasa kama kuna mambo makubwa kama haya Mungu wako amekuandalia, nini kikuzuia usifike mbinguni? 7, na hiyo miaka 1000 ilipokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Hiki ni kipindi cha katikati kinapoisha miaka 1000 ya kutawala pamoja na Mungu. Tukipitia dokumenti za kiroho za maisha yetu na maisha ya waliokufa, utakapokuwa na hoji, baba yangu alikuwa mcha Mungu, simuoni, Mungu anakuonesha document na ile preview ya maisha yake, utashangaa sana. Na baada ya hapo shetani anafunguliwa. Kufunguliwa maana yake nini? Wafu waliokufa katika uovu watafufuliwa. Shetani anatoka katika kifungo cha miaka 1000 ambayo alikaa bila kuwa na mtu yote wa kumdanganya. Na kinachotokea ni nini? Kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 8 anasema, atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za dunia. Na anapotoka kudanganya, ndipo tokea tukio la hukumu la waovu. Katika kitabu cha Ufunuo 20:12 anasema, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo walioyatenda katika vile vitabu. Biblia inasema, ukisoma kitabu hiki cha Ufunuo 20 na kuendelea, anasema wale shetani alipoamka akawachukua watu wote akawadanganya waliokuwa wamefufuliwa, na mji wa Mungu kashuka kutoka mbinguni, Yesu akiwa amekaa katikati. Wakaangalia, wakauona mji unashuka, unametameta, akawadanganya. Kwa mara ya mwisho shetani anafanya attempt ya mwisho ya kutaka kuupindua ufalme wa Mungu. Na watu watakatifu tutakuwa tuko kwenye ule mji. Sasa kitakachotokea, Yesu ataona ile jaribio la shetani akiwa amekusanya dunia nzima ya waovu kwenda kushambulia mji unaoshuka. Sijui atatumia silaha gani. Mungu atachukua kibiriti chake, atawasha na atachoma. Moto utawaka wakati mji uko juu na metameta, chini moto na waka, viumbe wote watakokuwepo wataangamia. Ni moto wenye uwezo wa kuchoma hadi shetani na kuangamiza. Sasa Biblia inasema akawaona wakaangamia milele na milele. Milele na milele. Sasa naposema milele na milele, haimaanishi kwamba hawa watu wataangamia bila kuzima na kupoa. Milele manake kwa ilipotumika hapa ni kwamba waovu wataangamia katika viwango ambavyo hawatafikia hatua ya kuwepo kwao tena katika dunia hii. Watateketea na kupotea kabisa. Alafu kisha Mungu ataumba nchi mpya na mbingu mpya. Alafu katika hiyo nchi mpya na mbingu mpya, Mungu wako atakaa
kukaa pamoja na watu ambao atakuwa amewaokoa. Alafu atafungua malango na tutatoka nje. Katika somo la mwisho tunakwenda kuangalia angahewa na mazingira ya mji ambao Mungu ametuandalia. Kwa hiyo ili upate kukua kiroho, tambua ya kwamba iko siku imewekwa ambayo uovu utakoma, matatizo yatakoma, magonjwa yatakoma na waovu watakoma. Unaweza ukawa na wafanya kuwa waovu kuwa role model wa maisha yako, ukajivunia uovu. Lakini habari njema ambayo ninashare na wewe katika siku ya leo ni kwamba uovu utakoma, maovu yatakoma, matokeo ya dhambi yatakoma, na siku hiyo ambayo yanakwenda kukomeshwa, siku si nyingi. Bwana wetu anakuja. Tunajiandaa, washa Mungu, tunajiandaa kutawala na Bwana Mungu wetu milele na milele. Wewe unajiandaa kwenda wapi? Maisha yako umeyaweka vipi? Hebu nikuulize maswali haya msingi ya kiroho. Maisha yako umeyaseti vipi? Watu tunajiandaa, tunapambana kwa kadri Mungu anavyotubariki. Ana wewe na kutia moyo, pambana. Katika muktadha wa ujio wa siku ya Bwana ambapo dhambi na wenye dhambi wasiotubu watakapoangamizwa, Petro aliwaambia watu wote katika kitabu cha Petro wa pili, mstari wa Petro wa pili 3:11, 13 na 14, anasema, imewapasa ninyi kwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ileje siku ya Mungu na kuihimiza, akiweka tumaini lake kwa ahadi ya kurudi kwa Kristo. Akalikazia akisema, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani na kuwa na amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele za Mungu. Wakati wacha Mungu wanafanya bidii kutokuwa na mawaa au aibu ya kusimama mbele za Mungu, wewe unafanya bidii katika nini? Hebu hakikisha katika bidii yako ya utafutaji, hakikisha katika bidii yako ya mambo ya Mungu, usije ukasahau bidii ya kuhakikisha kwamba maisha unayoishi yanaenda sambamba na matakwa ya Mungu kwa uweza wa Roho Mtakatifu, ili kwako isije ikawa aibu. Wako watu wengi, mwisho nimalize kwa kusema, kuna watu wengi sana wamelala usingizi wa mauti. Kuna watu wengi tumewapoteza ndugu zetu, wako wachungaji, wako wazee wa makanisa, wako wainjilisti, wako waumini, wana maombi wakubwa, ambao wamelala wakidhani ya kwamba Mungu walikuwa wanamfanyia kazi kilegevu na kwa uchovu, na wengine walifanya kazi ya Mungu kwa kutegea, na wengine waliishi maisha rangi mbili mbele za Mungu, ya kwamba Bwana atawapotezea. Wakati Yesu atakapokuja mara ya pili kuwafufua waovu ili wateketezwe, watakapofufuka watadhani wamefufuliwa ili wachukuliwe. Bahati mbaya watakatifu watakuwa wameshachukuliwa. Bahati mbaya watakatifu watakuwa wameshakaa miaka 1000 wakitawala malimwengu yote pamoja na Baba yao wa mbinguni. Kwa bahati mbaya watagundua ya kwamba maisha walioyaishi waliishi wasijue ya kwamba Mungu hakuwa sehemu ya maisha yao. Walidhani kuishi maisha ya Kristo mchanganyiko ili kuwapendeza wanaowazunguka wasiwakwaze ilikuwa ni uchaguzi bora. Siku hiyo kwao haitakuwa siku njema. Siku hiyo kwao haitakuwa siku njema. Atakapotamka, ondoka, sikujui, ondokeni, siwajui, unabii uliofanya ulikuwa si unabii, ulikuwa ni usanii, sikujui, nao watateketea. Mwisho wa somo la leo ni kutie moyo mpendwa. Chagua kumrudia Mungu. Chagua kumtumikia Mungu. Hivi karibuni Yesu anakuja. Atakapokuja, nikupendekezee upande ulio bora, upande wa watu watakao chukuliwa, upande wa watu watakao tawala kwenye high table ya mbinguni, wakikaa na Bwana Mungu wao, wakitawala mahali ambapo hata malaika hawafiki.
Ni mambo makubwa na mazuri ajabu ambayo Mungu wako amekuandalia. Ikiwa unasema mtumishi wa Mungu, na mimi natamani kuwa mahali hapo. Natamani kuwa mahali ambapo waovu hawatakuwepo. Nimetambua ya kwamba kumbe hizi dhambi zina ukomo. Mwanzilishi wa dhambi ana ukomo, matokeo ya dhambi yana ukomo. Hivyo na mimi nimechagua kuyaseti maisha yangu katika upande wa Mungu. Ikiwa ndicho umechagua, Mungu akubariki sana. Je, nikutie moyo, ikiwa hujabatizwa kwa maji mengi na kujiunga na watakatifu wa siku za mwisho, hawa wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, huku wakifanya majukumu yao kwa juhudi kubwa, wakiwa hawana wasiwasi, maana wanajua Bwana wao ajapo atakuja kuwachukua, huku ukiwa makini katika sala, dua, maombi na kusoma neno na kushare mambo matakatifu kama ninavyofanya, ili Yesu atakapokuja kukute uko busy katika biashara ya kuokoa watu. Ikiwa unasema unataka kuchagua maisha ya namna hiyo na ubatizwe kwa maji mengi, unaweza ukatu contact, unaweza kukutana nasi, unaweza kuweka contact yako hapo, tukakutafuta na kukuelekeza kwa watakatifu wa Mungu ambao wametapakaa dunia nzima, ili ukapata huduma hii ya ubatizo, na Bwana atakubariki sana. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako. Baadhi ya maneno ambayo nimeyasema mwenyewe yananitia hofu na uchungu, kwa sababu ni mazito kuhusu mwisho wetu na mwisho wa watakatifu wako. Ninamwombea mtoto wako na ninajiombea na mimi ya kwamba Bwana, siku utakapokuja kuchukua wale watakatifu, na sisi tuwepo katika ile meza iliyojaa vinono, tukitawala pamoja nawe miaka 1000 Bwana, na sisi tuwepo katika ule mji mkubwa mzuri wa Yerusalemu unaoshuka unametameta kama bibi harusi. Baba, nakushukuru maana hii imekuwa kwa sababu umesema ombeni nanyi mmepewa. Na sisi Baba tunaomba tuwe sehemu ya watakaonyakuliwa mawinguni katika jina la Yesu. Amen.